rahmatullahi taala wa barakatuh. Msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari ya Limasi, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Shukrani sana Bi Bukuru Tantini Aldama kwa ajili ya habari muhimu. Acha tufunue pazia na habari hizi za katika mji wa Baraka. Ni kwamba mtu mmoja akiwa kijana mwenye kadiriwa kuwa na miaka zaidi ya 30 ambaye kutambulika jina lake ameuawa kwa kuchomwa moto na raia wenye hasira kali kwa tuhuma za kuwa miongoni mwa watu wenye kuchukua sehemu za siri kwa njia za giza. Tujelekeze huko Sarmabila. Ni kwamba watu wawili kufariki kwa kupigwa risasi na wengine kujeruhiwa, pia shughuli zote kuzorota mpaka sasa. Hayo ndiyo matokeo ya vitendo vya ufyaturianaji wa risasi wa wazalendo wao kwa wao, kundi la Malaika, katika senta ya Sarmabila jimboni Maniema Jumapili iliyopita, ambako shirika la raia eneo hilo limelaani vikali kitendo hicho. Tutamatishe habari muhimu na habari za huko Mikenge. Ni kwamba jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wao imefaulu kuteka senta ya Mikenge pamoja na vijiji vingine 4 baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa weekend iliyopita ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga. Ushindi huo umepongezwa pia nayo baadhi ya mashirika ya kiraia eneo hilo. Bukuru Tantini Aldama naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Tunaanza uchambuzi wetu wa habari na habari za mji wa Baraka. Ni kwamba meya wa mji wa Baraka ametembelea eneo tofauti za mji wa Baraka ili kuhamasisha raia kuendelea kutunza mazingira siku ya kwanza ya wiki tunayo, akiambatana na vitengo vingine vya serikali. Katika mazungumzo nasi, Bi Marimu Kanja Swaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, amesema ni jukumu la kila raia kulinda mazingira. Bi Marimu Kanja Swaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, anaeleza yafuatayo. Ilikuwa ni kwa malengo ya kufanya sensibilisation, ya kwenda naambia bale bote biko na ma restaurant, biko na ma alimentation, manganda, biko banatia mabuchafu mu route commerciale. Na njoo mimi natembelea leo, mimi nashinda kwenda na basensibiliser bakwe banatia mapubele yabo mu masaki. Tusione buchafu mu barabara, tusione buchafu pale kwa biko banafanyizia kazi yabo. Donc mwenye anakunywa energy, mwenye anakunywa malti, ile kopo ile banaitia mu masaki. Juu tuko deja na gari yenye iko napita kwenda na kamata ile mabuchafu. Ule uchafu leo hivi niko nasema gari iko na somba, iko na kamata ile mabuchafu inapeleka monge. Juu tulishiaka pale kwa échangere, nikaona sasa nikeni sensibiliser kwanza leo kwa kuambia wale wote hapa kwa parking. Ndio nilikuwa surtout juu nilianzia pale kwa échangere nikakuya ti mpaka hapo kwa Deco. Niko deja na info que vendredi kutakuwa salongo, na ile salongo nisione kopo mu centre commercial. Jimbo yangu wa mwisho mimi naambia wakaaji kama tusaidiane, tusafishe mgini yetu. Hautachunga mtu mwenye anatoka kule usote mimi maire de la ville nifike kwako ndio nikufagilie na wewe uko ndio uchafuko mbele ya mlango yako. Donc tusaidiane kwa kufanya usafi, kila mtu kwenye hiko na ikala, kwenye uko na shinje kwa natumika, kwenye kama ni kunyumba unafanya usafi wako wewe peke, juu tutakatishe mgini yetu shote kwa pamoja. Na hiyo kama samedi tena ndakuwa musalongo mubarabara kwa kuna na lokotele makopo. Kiongozi wa shule la sekondari Mwenge wa Taifa mjini Baraka amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa wanashurutisha wanafunzi kununua vitabu vya shule imasilabisi kwa Kifaransa, habari ambazo hazina ukweli wowote ule. Akizungumza nasi Bwana Kasukulu Mutambala Jean, kiongozi wa shule la Mwenge wa Taifa mjini Baraka, amesema kuwa hakuna siku hata moja ambayo wameshawahi kushurutisha mwanafunzi kununua kitabu cha masomo kama anavyoeleza. Ni hapa asubuhi mimi pia kama vile mkuu wa shule nimepata hiyo habari hapa.
Kuna mtangazaji imeandika kwamba hapa tunahusisha masilabisi, sijui watoto ambao wana masilabisi tunafukuza. Mimi hizo habari sizijui hapa shuleni. Ni habari za uongo. Kwa kindani hiyo habari sio kweli. Kutumia silabisi inaweza fatana na yari ya mwanafunzi. Kwa sababu kuna silabisi kwenye shule ambazo walimu anaweza kuwa nayo. Anaambia mtoto kama atakuwa na uwezo, anaenda kwenye nafasi, anaenda fotokopia silabisi yake, anakuja nayo. Lakini hapa shuleni kusema aseme mimi mwalimu mkuu au walimu wana silabisi za kuuza kwenye shule letu, kwa kweli hiyo ni habari ya uzushi na uongo mtupu. Kwa kweli shuleni kuna wale ambao wako privileged na wale ambao wako privileged. Kwa sababu gani? Shuleni kunalipwa pesa, na yule ambaye alipi pesa anashinda na masomo na anarudi nyumbani. Kwa hiyo pia itakuwa privilege kwa yule ambaye mzazi ana pesa za kuweza kusomesha mtoto, anamlipia mtoto. Au unakuta hata kwenye familia watoto 5, 6, 2, baba anasema mimi kwa kuwa sina uwezo, basi mimi huyu mmoja atabaki kwanza na huyu ataendelea kusoma. Vile vinawezekana hata kwenye wazazi. Sasa kusema kwamba mmoja akikuwa na silabisi tapitia uwezo wa baba yake, akisema mimi napenda kuwa na silabisi yangu, ule mtoto anaweza kafotokopia kwake na anabaki nayo nyumbani. Na ile sio shurti mpaka kila mtoto akue nayo. Ule mwenye hana nabakia vile. Lakini kia muhimu ingekuwa vizuri kama wazazi wanaweza. Lakini kama hana, mimi shule kama mimi ni mkuu, siwezi sema hapa kwamba kuna mzazi mmoja ashakwaya kuniambia hapa aseme walimu wanafukuza watoto juu ya silabisi. Na mimi mwasomo sina zile silabisi. Hao ile ndio tatizo. Kwa hiyo inaweza kuwa vile tunasema mmoja anakuwa privilege, atajiprivilege ni yeye peke. Na ikiwa kuna mzazi ambaye pengine atasema tofauti na vile ninavyosema hapa, aje shuleni, aje tuhakikishia kwamba hapana ile mwalimu mkuu anasema ni uongo kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya kile. Lakini kwenye shule langu sina ule uhakika zile habari. Kwa sababu ingekuwa vile ni mimi mwalimu mkuu ningesema hapa kwenye shule langu natia masilabisi tu kwa nanunua kwa kweli ni mimi nijipatie hela. Lakini mimi siwezi pana soko kwa mwalimu tu nimwambie mwalimu wewe kwa afafaa vile kule kwa kula zile la kule kwa sababu wewe ni mwalimu wa Kifaraza. Na wazia hiyo sio halali. Kwa kweli mtangazaji, ni habari za uzushi. Mwisho yameomba kwa wazazi kutokupelekwa na habari za mitandaoni, wawe na imani na shule hilo la Mwenge wa Taifa. Tambia kwanza wazazi kwamba waelewe shule ambazo tunazo hapa kwetu. Shule zenyewe kwanza ni shule ambazo zinaishi malumbano. Kwa nini shule kama hili linafanya kile? Ile malumbano kwa sababu mmoja wanasema ni Mwenge, shule Mwenge na kiburi, wanafunzi wa Mwenge wana kiburi. Afu kila mara huwa wanapenda kutafuta wapi wanaweza kuharibu jina la shule letu. Waelewe kwamba habari ambazo zinaenda huko na kule kama sizo habari za kweli. Na kwa vyombo vya habari, si wewe mtangazaji umefika? Kwa nini kama angekuwa na habari anaweza tuma wengine radio kama na hii ifike ifanye utafiti? Au kama sio kwa mimi mwalimu mkuu, waitishe watoto wa shule, waitishe walimu wa shule, na sio kuharibu tu jina la shule, kuharibu hata jina langu mimi msimamizi wa shule. Kwa sababu kama vitu kama hivi vinapitika na shuleni na sisemi kitu, yani mimi pia niko complex, niko mmoja kati ya wale wanafanya vile vitendo katika shule. Kumbe kwa hiyo kama kuna neno fulani kuliko kuanza kuhakikisha bila kuulizia kindani, bora unakuja. Yani watu wanatia vyombo vya habari kwa vyombo vya kutapata kila habari ni wewe kweli wewe bongo wanatia tu kusema. Mbele kutuma kitu kwenye mitandaoni, hakikisha ile habari ni ya kweli. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mtu mmoja akiwa kijana mwenye kukadiriwa kuwa na umri zaidi ya miaka 30 ambaye hakutambulika jina lake ameuawa kwa kuchomwa moto na raia wenye hasira kali kwa tuhuma za kuwa miongoni mwa watu wenye kuchukua sehemu za siri za kiume kwa nguvu za giza. Mchumbe wa mkulima na Fatuma na ripoti kamili. Tukio hilo limetokea siku ya kwanza ya tarehe 2 Machi 2026 ndani ya kata la Kalinga Nord mjini Baraka kwenye muda wa saa 9. Tendo hilo la mtu huyo kuchomwa moto limetokea pale ambako mtumiwa alichukua sehemu za siri za kijana mmoja. Baadaye muhanga alipiga kelele za kuita watu, ndipo wakachukua hatua hiyo. Mmoja kati ya raia anatoa picha halisi ya namna tukio hilo la mtu huyo kuchomwa moto lilivyotokea. Ilikuwa masaa 9 ya mchana. Siko tunapita, tunasikia tu watu wawili walikuwa wanasema vizuri kabisa. Tunakuja mmoja kijana, wanasema ile kijana anikala chini. Yeye kukala chini anaangalia vitu aviendeki. Anapanula kapitula hii. Kenye hakuna aliangalia apare yake na hivi. Akamwita ile kijana akamwambia nipe vyangu. Ule kijana akasema nini? Nirudishie vyangu vipi? Vinini? Akavula nguo mbele ya watu na kaonesha vyangu havipo, nipatie vyangu. Akamkamata
wakamfilme, akasema tena nirudishie vyangu. Watu wakakuya wakajaa pale, na wakasema mrudishie vyake, wakamupiga. Haitoshi, wakampeleka huko kumkemake. Kumpeleka kumkemake, basoda wakakuya ati mumwache, intervention itafanywa na basoda. Wakakatala, bakapiga masasi yulu, masasi ya kuendeka, bakakamata basoda, bakabaweka pembeni. Hivyo wakamupiga, damu katoka, na ndio ikalunguza na kafuta. Kweli bilimrudia, lakini vitu vyenyewe viendeke. Maybe lirudia, lakini hajiaminia kama vinarudia kweli. Kama ukustaajabu ya Musa kuvuka bahari ya Shamu, basi utastaajabu pia ya Nabii Suleimani kuwa na uwezo wa kuongea na wanyama wote. Basi fahamu kwamba bidhaa ya epengle sasa hivi ndiyo bidhaa inayozikana kwa sasa kwa wafanyabiashara na kuuzishwa kwa bei tofauti ya hapo zamani, ambako kwa sasa hivi inakuwa pesa 2,000 tofauti na pesa 500 ya zamani. Tumekutana na vijana kwenye tukio hilo, na hapa wanaonesha kilicho sukuma kununua epengle. Hii epengle ni sababu ya kuchunga juu vitu vyetu visiende. Maboro. Basi wao walituambia tukitia hivi boro tuzitapenda. Yeye mwenyewe ndo alisema sema epengle kajuu ya kukinga ile boro isiende. Labda upande wako hivi uko na epengle hapo au namna gani? Niko nayo hapo. Sababu hii baraka yetu imesharibika, ndo kupatana na hii majanga yenyewe ishafika na ndio ndo maboro. Masi ati ndio tuseme ndio tunashinda ndio kuelewa ndio tuomba ndio wazee na majeshi ndio tufanye intervention ndio kufiti. Kwa sababu si bagarso ndio tutaisha. Ndio juu hata na masomo ndio tutasikia na tabo ndio wakwenda. Ndio kupatana na hizi pembe za. Uko na epengle hapo? Niko nayo ndio hapo ndio hata kuna tukajiuza mea hajaminia. Ndio tusende kwa sababu ile kuni ni jao. Uvaaji wa epengle, je, ni kwa wanaume pekee au namna gani? Madada baadhi ambao tumekutana nao wanaonesha pia kuhusu kuvaa dude hizo na kwa nini kuzivaa. Nishanunua, mimi nasikia kabisa epengle ndio dawa kabisa kwa nasaidia. Ndio na mimi nishanunua. Sasa nishali kuisha watu kiendelea hivi, wakongomana tazidi kupungua na dozi zinazalikana tena baadaye. Na mimi nishanunua sasa kosa hata kununua ndio tunasikia ndio kinga. Ile ndio solution batakuwa naogopa bataacha. Kama ni wa huku bataacha, kama wanatokea mbali batakimbia bataanza kubadilika na vile vyao. Wakati hayo ya kijiri, pia jioni ya siku ya Jumapili ya tarehe 1 Machi 2026, kijana mwingine wakata hilo la Kalinga Nord inasemekana alipelekwa mashine yake ya uzazi na mtumiwa alishikwa na kupelekwa kwenye kambi ya SNPCC Kuyep. Redio yako kwanza tulijaribu kumtafuta muhanga aliyepelekwa sehemu zake za siri ila tukumuona, na baadaye tulijelekeza Kuyep ili kumuona mtumiwa ambaye anashaki kubeba viungo vya siri vya kijana huyo, na tumekutana naye Kamanda Chalumba Leonard anaonesha hapa kuhusu taarifa za wao kumshika kijana huyo. Hapana, wale watu mimi si hawahi kuwaona, wala muprizo yangu hamuna mtu wa kufanana kama na wale. Ile yote ni habari ya uongo ntupu. Wale watu sijawaona na sijawahi kuwaona. Wale watu kama wakisema Kuyepe hakuna shida, sababu Yepe njo makao makuu ya wazalendo. Banaweza kusema vile haijakuwa kosa, lakini wao wanasema habari ile ya kuhakikisha kama ni habari yenye kuwa muhimu. Mimi naweza kuambia raia iwe macho, wale watu wakifika wanatupasha habari kwa mapema, sie tunafanya security ya kukamata wale watu. Ushauri wetu kwako kununua epengle ili kujikinga. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ripoti hii. Kama nilivyowajuza hapo awali ya kwamba tutakuwa na habari za michezo, na sasa namkaribisha Omari Makelele Ozile kwa habari za michezo. Karibu. Na barabara kabisa Bibu Kurtantini Aldama. Leo katika habari za michezo tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba eneo la michezo la Baraka za Cercle de Football de Baraka limealika klabu zote za mji wa Baraka na zile za veterana kuweza kuhudhuria kikao ambacho kitafanyika mchana wa siku ya pili ya tarehe 3 Machi 2026 ndani ya uwanja wa Maendeleo majira saa 9 kamili. Nini malengo ya kikao hicho? Clovis Songolo Matete ni mwenyekiti wa Cercle de Football de Baraka aeleza mengi zaidi.
Ndiyo ndugu mtangazaji, nadhani tumetoa invitation kwa club. Malengo ni kuja kuongelea kuhusu entretien kwa sababu tunaona uwanja hauko praticable. Raison pour laquelle tuliitisha timu zote avant ya kutoa calendrier ya championnat local, tujue kipi cha kufanya ili tutengeneze uwanja wa maendeleo, kwa sababu uwanja wa Lumumba ndiyo ni uwanja mzuri tunauchezea, lakini tunaona mechi za bure hazina uondo sana sana. Tukiukarabati uwanja na watu wanaanza lipa, timu zitakuwa zinajiretrouver, ili wako wanapata ile kidogo kidogo ya kufua varezi. Nimealika na timu za veterana wa responsable waje tujumuike, tusaidiane fikra, mawazo, tujue kipi cha kufanya kwa ajili ya kuendeleza mpira wetu wa Baraka, kwa sababu wao ndo wa doyen, walicheza mpira zamani, na wao ndo kama vile wa conseiller wetu. Kama walionekana wako wachezaji, ni katika uwanja huu wa maendeleo ndo walionekana kweli na kupata zile sifa, kama wao ni wachezaji ambao waliwika katika territoire yetu ya Fizi na vile ya Baraka. Ndio maana ninahitisha timu zile afilie zangu ambazo nimeziitisha, tuje tukutanane, tuongee, tupate compromis. Na upande wa tetesi za usajili ni kwamba klabu ya Chelsea The Blues hapo nchini Uingereza wanaamini hawatalazimika kumuuza mshambuliaji wao Cole Palmer mwenye umri wa miaka 23 wala wachezaji wengine nyota, licha ya klabu hiyo kuripoti hasara ya paundi milioni 355 kabla ya kodi kwa msimu 2024-2025. Klabu ya Liverpool haina mpango wa kumuuza kipa wa Brazil Alisson Becker mwenye umri wa miaka 33, licha ya bibikizi wako nchini Italia Juventus kuripotiwa kuwa wana nia ya kuweza kumsajili mchezaji huyo. Beki wa klabu ya Newcastle United hapo nchini Uingereza Tino Livramento mwenye umri wa miaka 23 anaweza kuvutiwa na uhamisho wa kiangazi iwapo klabu kubwa itaweza kuwasilisha ofa, huku mchezaji huyo anahusishwa pakubwa na klabu ya Manchester City. Kocha wa muda wa klabu ya Manchester United ambaye ni Mikel Carrick ameashiria kuwa beki Harry Maguire mwenye umri wa miaka 32 anaweza kupewa mkataba mpya licha ya mkataba wake wa sasa kumalizika majira ya kiangazi. Na mwishowe ni kwamba klabu ya Aston Villa hapo nchini Uingereza wanaongoza katika mbio za kumsajili golikipa wa klabu ya Manchester City ambaye ni James Trafford mwenye umri wa miaka 23. Klabu za Leeds United, Newcastle, Tottenham, Spurs, wapiga nyundo hapo nchini Uingereza West Ham, klabu zote hizo zinamfuatilia mchezaji huyo. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Umari Makelele Uzile kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo bado umekuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na huko Mikenge ni kwamba jeshi la taifa FARDC pamoja na washiriki wao limefaulu hatimaye kuteka senta ya Mikenge pamoja na vijiji vinne baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa weekend iliyopita ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga. Ushindi huo umepongezwa pia nayo baadhi ya mashirika ya kirahia. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la taifa FARDC kwenye operesheni za kivita Sokola ya Pil Sud Kivu, Mbui Kalonji Rigen ameonyesha kuwa tofauti na senta hiyo ya Mikenge, vijiji kama vile Kakenge, Kisivita, Bilalo 2 na Bindengu 1 vyote vimezibitiwa nalo jeshi la taifa FARDC pamoja na washiriki wake. Wakati yao ya kijiri, ripoti ya msemaji wa jeshi la taifa yaongeza kuwa wahasi wa Twigwaneo 5 ndio wamekamatwa mateka, huku wengine 17 wamejiripoti na zana zao za kivita zimekamatwa pia. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba ujio wa waziri wa taifa husika na mambo ya ndani mjini Uvira tumempokea kwa mikono miwili, ila hakufikia kwa kile tumetazamia. Ndivyo amesema mwanaharakati wa kisiasa mashariki mwa DRC Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameongeza kuwa swala la kurejeshwa kwa wakimbizi ni vema liwe kipaumbele.
Katika mazungumzo na Radio Kivu, Andre Biadunia ameonyesha kuwa ujio wa waziri wa taifa husika na mambo ya ndani na asili wiki iliyopita mjini Uvira, Jacques Shabani, ni wa kupongezwa, hasa wakati huu mji wa Uvira umetoka katika mikono ya M23. Upande mwingine ameongeza kuwa raia wako na lazima ya kusikia serikali ya Kinshasa imechukulia kwa dharura swala la wakimbizi waishio Burundi warejeshwe nchini mwao. Waziri wa mambo ya ndani ya Kongo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi yetu alifika Uvira. Alikuwa anashindikizwa na mama Eve Bazaiba ambaye anakuwa waziri wa mambo ya affaires sociales. Walipofika Uvira hawakufika mjini kati, yani hawakufika kumeri, walishia ku residence ya gouverneur de province, na hapo walizungumza na wafanyahabari na kuambia kwamba alikuja kufungua mpaka rasmi na kuona namna gani wakimbizi wanaweza kurudi. Tunafurahishwa na hiyo kwa sababu ni hatua mojawapo, lakini sasa kama wadadisi wa mambo tunajua kwamba mpaka wa Kongo na Burundi haukuwa umefungwa na serikali ya kwetu. Ni serikali ya Burundi ndio ilikuwa inafunga, na wao ndio walikuwa wanapaswa kufungua ule mpaka, na wao ndio waliufungua. Aloro kitu tulikuwa tunasubiri kwa rais kupitia waziri wa mambo ya ndani ni kusema kwamba tulikuwa tunawaza atakuja afanye organiser les réunions tripartites entre serikali ya Kongo kupitia yeye na serikali ya Burundi na HCR, lakini haikufanyika. Na alipotoka Uvira akafika Bujumbura na akarudi Kinshasa siku ile ile, hakulala Bujumbura. Tuliwaza labda italeta ingine matunda baadaye. Tunasubiri, tunampatia macho, lakini kama wadadisi wa mambo tunaendelea kusukuma tuone kama wanaweza kutusaidia ili ndugu zetu ambao wanakuwa pale Burundi wapate kurudi, kwa sababu hali ambao wanapitia pale si hali nzuri. Na kwa sasa hatuwezi kusema kwamba ni kesho au kesho yake kwa sababu hatujajua siku atakuja, lakini iwe watu ambao wanakuwa Kinshasa, sisi ambao tunakuwa Uvira, Fizi, Mwenga, tuendelee kusukuma Walungu, tuendelee kusukuma tuone kama wanaweza kurahisisha ile renyo ifanyike mbio ili wenzetu wapate kurudi na waje kuendelesha maisha yao kawaida kama gisi tulikuwa tunaiendelesha zamani kabla ya vita. Sarmabila, watu 2 kufariki kwa kupigwa risasi na wengine kujereuliwa, na pia shughuli zote kuzorota mpaka sasa. Hayo ndio matokeo ya vitendo vya kufyaturiana risasi wazalendo wao kwa wao, kundi la Malaika katika senta ya Sarmabila jimboni Maniema Jumapili iliyopita, ambako shirika la raia eneo hilo lalaani vikali kitendo hicho. Kwa mujibu wake mwanasheria Baruani Saidi Fumbu, mkuu kiongozi wa shirika la raia pa Sarmabila, ameanza kwanza kuhakikisha habari hii kwenye laini ya simu ya Radio Kivu. Habari ni ukweli kama tangu jana siku ya Mungu tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu mnamo saa za magharibi saa 8 mwezi wa 9 ambayo kulikuwa mapambano hapa Sarmabila ndani ya TJ, yani kujingani cha general ya wazalendo wa maji Malaika, wao kwa wao ndio waliopigana jana. Sema kama habari hii tunaianzisha kama ilikufanyika hivi, sababu sana hatujajua, tunataka tuoje wenyewe wale wakuu viongozi wa maji Malaika, tuwaoje tujue sababu ya kupigana. Bado tujawapata kile tuwaoje tujue sababu ya kweli. Wamepigania Sarmabila kati au ilikuwa uzalamturu ya Sarmabila hapo hivi? Kuna camp zao, wana defense yao ambayo inapatikana kilomita 1.5 na mjini wa Sarmabila. Ndio walipigania huko kwenye defense yao. Hiyo situation haikuaffecte wananchi wa Sarmabila kama gisi mlivyoona securitairement? Situation ile affecte wananchi wa Sarmabila sababu ya nini? Kulikuwa kwanza mauaji, tuliona mtu mmoja anakufa zamani mwa vita, askari mmoja kule, tukaona askari watatu wao Malaika walijeruhiwa vikali wakiwa ndani ya hospitali, na mmoja akakufa kwa hospitali general. Yaani 2 walikufa na 2 wako wagonjwa ndani ya hospitali. Baada ya hapo iliprovoke pia mouvement de population, yaani watu ambao wanakaa makarta kando ya TJ wakakimbia, hata wadepanda wote wa maji walikimbia, ni wanawake, watoto walikimbia. Baada ya hapo inakuja kuparalize na aktivite mjini wa Sarmabila leo haikufanyika hapana, tangu jana jioni na leo mjini uko kimya. Hakukuwa masomo, hakukuwa soko, hakuna kazi kama hiyo ilifanyika. Unaona tangu jana jioni mpaka sasa majeshi ya serikali walisambazwa ndani ya mji kwa kupinga raia na mali yake.
Hata hivyo, duru yetu imeongeza kuwa ni jambo la kulaani kuona wazalendo kuwa wanapigana wao kwa wao kama alivyorejea mara tena. Sasa moshi ni kusema kama kwanza hiyo ni hali ambayo inazorudisha usalama sana. Na hatuwezi kukubali leo vita iko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupigana adui yani mwenye Rwanda. Tena ukuta leo watoto wao kwa wao wanaanza kupigana. Hiyo hali inafanya inaleta inazurudisha sana raia wanaozuia. Ya pili ni kusema kama mapambano mjini ni vita ya kienyeji ambayo haina faida. Wala ndio dawa ya magita yenyewe haina hatia. Tunawaambia sema kama haingekuwa tena vizuri waendelee katika vitendo vya namna hiyo, na tunalea mikono kwa viongozi wa serikali yetu ya Kongo na pia ya jimbo waendelee kuchukua azimio na kuweka vizuri wazalendo wapate mafunzo waweze pasi moja ambayo watawaepusha ndani zetu community. Umesema wamepigana kwenye kama yao ambao wamewekwa. Je, kuna wamoja wamefukuza wengine au tena hivi wamekuwa tena pamoja? Hawajakuwa pamoja, wamoja walitoka kwa kando senti, wengine wakarudi na tunachunga siku za usoni leo kesho kesho huenda watarudia pamoja katika kempi yao. Ujumbe kwa raia yote ni kwamba kama raia inatie chini sababu serikali haitatuacha hapa. Iendelea kufanya kazi yake ambayo kutunza raia na mali yake na kulinda pia usalama wa raia katika mji. Kwa wakuu viongozi wa wazalendo nzima kama wajue lengo ambao ifanya kama wachukue silaha ni kutetea taifa. Sasa hapana kupigana wao vita ya kienyeji ambayo tumelaani tangu leo. Tunawaambia watu hivi vitendo na wakuu viongozi wa serikali wachukue azimio namna ya kulinda au kwa ankadre wale wazalendo wajue kama huko wako pale ndio kutetea taifa na siku za usoni waingie katika jeshi la serikali waendelee kutetea taifa na mali yake. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amemwagiza waziri mkuu kufanya uhakiki wa kina kwa ajili ya hatua za marekebisho na kuboresha utendaji wa serikali. Hivyo ni kutokana na kutokutekelezwa kwa baadhi ya maamuzi ya baraza la mawaziri. Safari ya Limasi na ripoti kamili. Naam. Tangu alipoingia madarakani kama rais wa jamhuri, kiongozi wa sasa wa nchi, Rais Felix Antoine Tshisekedi aliamua kuifanya siku ya Ijumaa kuwa siku maalumu ya kikao cha baraza la mawaziri kwa lengo la kujadili masuala makuu yanayohusu uendeshaji wa nchi. Katika mikutano hiyo ya kila wiki, maagizo ya rais hutolewa, nyaraka mbalimbali hupitishwa, huku wajumbe wa serikali wakitoa mapendekezo na mawazo kwa ajili ya kuhakikisha sekta zao zinaendeshwa ipasavyo. Hata hivyo, baadhi ya maagizo ya rais licha ya kubadilika kwa serikali mara kwa mara yamebaki bila kutekelezwa au hayajapatiwa majibu ya kuridhisha kutoka kwa serikali kuu ambayo imepewa jukumu la kutekeleza mpango wa rais uliopigiwa kura na wananchi wakati wa uchaguzi. Akitambua aliyo mwanzoni mwa mwaka huu, Rais Felix Antoine Tshisekedi alieleza nia yake ya kuona maagizo hayo yakitekelezwa kwa haraka, kwa umakini na kwa kuzingatia mwelekeo uliotolewa katika mikutano mfululizo wa baraza la mawaziri. Katika mawasiliano yake kwenye kikao cha 80 cha baraza la mawaziri kilichofanyika katika ikulu ya rais alikumbusha kuwa maagizo hayo yanatokana moja kwa moja na maono yake pamoja na vipaumbele vyake vya kimkakati. Alisitiza kuwa yanabeba majibu ya pamoja na binafsi kwa wajumbe wa serikali na taasisi zote husika, na hivyo kuwa msingi muhimu wa utawala bora, uaminifu na utendaji wa umma na ufanisi wa dola. Kwa mujibu wa taarifa kikao kilichofanyika Ijumaa tarehe 27 Februari 2026, rais aliwakumbusha wajumbe wa serikali umuhimu wa kutoa matokeo ndani ya muda uliopangwa ili kuhakikisha mshikamano na utekelezaji wa sera za serikali kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa na uwajibikaji wa wananchi wa Kongo ambao ndio wamiliki halali wa mamlaka ya nchi. Alisitiza kuwa hali yote kinyume cha matarajio hayo haiwezi kuvumiliwa, hasa katika kipindi hiki ambacho kunahitajika matokeo ya wazi yanayopimika na yanayoonekana kwa wananchi. Katika muktadha huo, Waziri Mkuu Judu Suminwa amepewa jukumu kwa kushirikiana na ofisi yake pamoja na ikulu ya rais la kufanya tathmini kamili ya kina na yenye kumbukumbu sahihi ya maagizo yote ya rais yaliyotolewa katika mikutano ya baraza la mawaziri. Rais Felix Tshisekedi alieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha wajibikaji, tathmini ya wazi ya utendaji binafsi na wa taasisi pamoja na kuimarisha nidhamu, umakini na wajibikaji wa serikali. Zoezi hilo litapelekea maamuzi na hatua zinazofaa ikiwemo na marekebisho ili kuhakikisha utendaji bora unaendana na matarajio yake, hadi zilizotolewa kwa taifa na maslahi ya juu ya nchi kwa ujumla.
katika mazingira ya kisiasa na kijamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito huo wa rais unaonekana kuja kwa wakati mwafaka, ukiwa ni msukumo wa serikali nzima kujipanga upya na kufanya kazi kwa bidii kwa manufaa ya wananchi. Wananchi wa Kongo wanatarajia kutoka kwa viongozi wao suluhisho za vitengo kwa changamoto na mahitaji yao mbalimbali. Kwa mfano, kufuatia kauli aliyekuwa waziri wa fedha Nicolas Kazadi kuhusu kuanzishwa kwa taasisi 53 katika muhula wa kwanza wa Rais Felix Antoine Tshisekedi bila kuzingatia kikamilifu mapato ya umma, rais aliagiza serikali kufanya tathmini ya kina na ya umakini. Zoezi hilo lilipaswa kupelekea kufutwa kwa baadhi ya taasisi hizo au kufanywa marekebisho ili liweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, hadi sasa inaonekana kuwa agizo hilo bado halijatekelezwa kikamilifu. Asante sana Safari Alimasi kwa ripoti yako hiyo. Ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bokoro Tantine Aldama, fundi mitambo Safari Alimasi. Nasema msikilizaji, kwa heri, tutaonana kwa majaliwa ya Allah.